sikuwahi mahali, nyinyi mashahidi, kwenda kulalamika wala kushtaki popote, kwa sababu nilijua hawa nao wanakosea kama binadamu, lakini tunasimamia katika misingi ya utani wa jadi. Lakini nikenda mpirani kwenye mechi zao, hawa watani zangu ambao baadhi yao wananizodoa, ndio watakayeomba unaita ni selfie, ndio watakayenishangilia, ndio watakayeomba kila kitu. Marafiki zangu wengi sana, na nimetengeneza uhusiano mkubwa wa kutengeneza mpira katika njia sahihi. Napita klabu yangu, mimi ni msemaji ambaye nikitoka kwenye safari zangu, wakati mwingine narudi nyumbani napitia ile mtaa Twiga na paki gani, nashuka mpaka wazesha Tanzania pale tucharulana na wachela kawa asanteni. Nilitengeneza hiyo kwa sababu tu ya watu waone mpira sio wadui, lakini lazima nao kama binadamu inawezekana kuna mahali niliongea kitu ambacho kiliwakwaza kuhusu Yanga. Sorry. Lazima nitakuwa nimeteleza tu. Wakati mwingine nilizidisha kweli. Lakini intention ilikuwa nini? Kuleta hamasa na dunia ya mpira sasa hivi mitandaoni. Sina chuki na watani zangu. That's it. Na kwa kufanya hivi niliongeza idadi ya mashabiki, ingawa inaonekana kama vile ikisemwa hivi kama ndio ile inasemwa Simba ni kubwa kuliko mtu yote, haitakiwi isemwe, ni haramu kusema. Ukweli utabaki ukweli tu. Kazi fulani niliifanya imeongeza hamasa ya mpira wa miguu wa Tanzania. Huwa nawatania partners wangu na client wangu Azam, naambia hizi niweka hii ni hela hii, hebu nitengeneze hata 0.1%. Kwa kuna mtu kafanya kazi ya kufanya kuwekeza zaidi kwenye mpira, ongeza hamasa mpira. Na jamaa sema Simba ilikuwa inajaza kabla ya big match, wanawaita hapa, natoa na makauli mbiu ya kila aina, na kwenda kwenye radio moja, TV moja mwenyewe hadi vipindi vya usiku. Nakumbuka mechi moja na Al Ahli tumetoka kula 5-5 mara mbili na Vita na Ahli, mechi iko Jumanne, wananiuliza Haji itakuwaje mechi ya Al Ahli, nikaambia cheni. Nikampigia Patrick Nyembera, nikapa nataka kwanza kipindi kimoja nataka kutengeneza kitu kuingie kwenye ubongo wa watu. Nikaja na ile Simba hata ikicheza na Barcelona Dar es Salaam watoki mtu. Nitaka kutengeneza imani tu kwa washabiki. Ushakula 5-5 mara mbili, unawaambiaje wa Tanzania? Lakini nilijaza watu pale, wanasema walifanya wao. Wallahi alazim, niongeni lakini haki zangu nipeni. Hakukuwa na namna. Uko nyuma Simba ilikuwa inajaza miza Champions League, haipo. Mimi nimeenda mpirani, nimezaliwa nimekulia katika mpira, haipo. Watu 60,000 ushakula 5 mara mbili. Mechi moja na Canada Devils nilifanya press pale Msimbazi, mimi ni mashahidi ndugu zangu, ilikuwa ni balaa. Nakuja na duo dai, ni balaa. Najitoa kama wazimu hivi, leta hamasa. Nashukuru, inawezekana isiheshimiwe hiyo, lakini kuna siku dunia itakumbuka hata jema hilo moja nilolifanya. Hayo kama mengine ni mabaya. Lakini niseme nisimalize kwa wale ambao sijawataja kwa namna yoyote katika shukrani au kwa baradhi. Tanzania wote vilabu vyote, na pale nilipokuwa kwanza narudia ansori. Sasa nije katika jambo mahsusi la kwa nini Haji leo hayupo Simba, au kwa nini Haji anaondoka Simba Sports Club. La kwanza kubwa nikisema ni vitu viwili tu. Biashara. Haji
ameathirika na biashara. Lakini la pili, umaarufu. Na ndio maana inarudiwa sana, inaimbwa na postiwa mara kwa mara, hadi sio mkubwa kuliko Simba. Sijui lini niliwahi kutamka mimi ni mkubwa kuliko Simba. Sijui lini. Hata sijui inatokea wapi. Ndugu zangu, kabla ya kuingia kwenye hiyo biashara na umaarufu, mimi wakati naingia Simba Sports Club, hali yetu kama klabu ilikuwa dhaifu. Niliambiwa hadi jitolee kipindi hiki, tutaanza kulipa baadaye tukapata uwezo. Nikakubali, huku nikijua aliyekuwepo kabla yako alikuwa analipa, lakini nikakubali. Simba unakwenda mikoani, na kwenda na basi mimi mwenyewe ndani ya basi, Shinyanga, Mbeya, Sipwara, mimi mwenyewe. Kabla Abasi Ali ambaye ni coordinator wetu wa jadi, nakumbuka tunakwenda, wewe ndio ukifika, maana mimi sikuwa nafanya kazi ya afisa habari tu, nitafute na hoteli, maji ya kunywa. Nikaenda kwa mfano naenda Shinyanga, unakwenda Shinyanga unampigia Salum, mbunge yule, Salum Mbuza alikuwa mbunge wa Meatu, rafiki yangu. Salum, naomba nisaidie maji ya Jambo wakati. Naenda mfano kakaangu Chegeni au Mzee Gachuma. Simba miaka mimi naikuta alikuwa anakaa kwenye hoteli, hizi hoteli za 30,000. Na kwenda kwa Dr. Chegeni au mzee wangu Gachuma, naambia bana, sikiliza, sisi uwezo wetu ni shilingi 30,000. Hii ni Simba kubwa, nataka nilaze hoteli kubwa kwa hela hii. Tunaambia bwana Sheikh, wewe si Simba, wewe twende. Hadi leo mpaka imebaki mazoea Simba inakaa katika hoteli hizo, ishakuwa tayari ni mteja. Abasi ameingia, kaka tukombea, nafanyaje? Mafuta tumenasa hapa. Nimepambana sana, lakini nilikuwa nafanya kazi kwa ajili ya klabu yangu. Hapo msisahau sina contract, na nitakuja kwenye issue ya contract. Wanaosema kwamba nimepewa mkataba sio milioni 4, nimekataa. Ni vizuri niweke clear ili nisije nikahukumiwa baadaye. Hali ni mbaya. Msimu wa 2015-16 tumemaliza katika hali mbaya. Yanga ndio mechi kipindi ambacho mimi nilipigwa nikiwa msemaji mechi zote mbili. 2-2. Tukaingia msimu wa 2016-17. Mnakumbuka mimi nilipata tatizo la macho. Nimeenda zangu India, nimerudi kimatibabu, nimefika. Baada ya siku 3, rais wangu, hiyo taa itaniumiza sana, na nimezungumza habari ya macho, unaweza ukaiweka samani brother. Macho yangu si salama sana kwa kunipiga na hiyo taa. Wakanambia, Rais Evans akanipigia simu, akanambia leo saa 1 tunaenda kula chakula cha jioni na wachezaji wa Simba. Kambini wapi? Dege Beach. Hii historia nataka ijulikane vizuri. Tumefika Dege Beach, niko mimi, Saidi Tuli, mjumbe wa kamati ya utendaji, nadhani alikuwepo Alisuru pamoja na Rais Evans Abeba. Kazungumza na wachezaji, akanini, na mimi wachezaji pale wakanambia pole bwana kwa kuumwa na nini. Mmaliza, Evans akaahidi kila mechi tutakuwa tunatoa bonus milioni 5. Anawaahidi wachezaji. Tumetoka pale, nikatoka nje, tukaingia kwenye magari, tukasimama mbele ya Dege Beach. Nikamwambia rais, unapata wapi nguvu ya kuahidi milioni 5? Hatuna mdhamini. Wakati huo TBL keshaondoka, mishahara yenyewe tulitelipaje? Sisi wenyewe hapa tunajitolea, unapataje nguvu hiyo? Akami mwenyewe nimesema tu walai, kwa sababu angalau mwaka huu tushapoteza miaka 2 mimi nimekaa si hapo. Nimesema tijita kwa kweli tunafanya. Sasa kafikirieni mtakachoona mnabii. Evans alikuwa muumini sana wa ushirikishwaji katika uongozi. Mimi usiku ule sikulala, asema Evans katuletea matatizo makubwa mapya. Misimu 2 tuchapoteza ubingwa, hatupati.
tunaitwa matopeni wakati ule, wa mchangani. Mimi nikalala asubuhi, kuamka nikaja na jawabu. Kabla ya kumpigia Evans, wakati kumbukeni Patrick Kaemele ndo analetwa. Nikampigia kwanza Patrick. Nikamwambia Patrick, wewe ndo katibu mpya wa Simba. Hebu nakupa idea yangu, ifikirie, afu nataka nimshauri rais, lakini wewe mtendaji mkuu. Nikamwambia sikiliza. Sasa hivi kuna haya magrupu ya WhatsApp. Kwa nini nisitafute watu wanaoweza kuchangia kila mechi moja minimum shilingi 20,000 ili tuweze kupata hiyo hela ya bonus milioni 5 kila mechi? Akaambia pigia rais asema uweka. Nikampigia Zungu, bunge wangu wa Ilala, rafiki yangu kakaangu. Zungu, wana nyinyi mna wabunge wengi Simba, nipe majina ya wabunge ambao wengine nisiwafahamu wote Simba. Nataka kuunda group hivi na hivi na hivi na hivi na hivi. Sababu sisi mwaka huu lazima tupate kikombe. Akatajia majina ya wabunge wengine nilikuwa siwajui na wale ninaowajua. Kina Zito Kabwe, kina Heche, sikujali Uchadema wala CCM wala NCCR, ili mradi Simba we umo. Stakeholders, watu walikuwa kwenye corporate, mabenki nawafahamu, madaktari. Nikaunda group la watu ambalo tukakubaliana kila mechi ni shilingi 20,000 minimum. Simba HQ, ambayo ndio juzi walisema nimejiuzuru kupitia HQ. Akili ilifanya kazi kwa haraka, group ile tukaliunda, tukaanza kuchanga. Ndio ilibaki tone tuchukua ubingwa. Nadhani mnafahamu, na ndio kisa cha mimi kufungiwa issue ya mechi ya Kagera Sugar. Lakini tulishinda FA. Na Yanga tuliwapiga kwenye Mapinduzi, tukawapiga kwenye ligi. Goli la mwisho wanafunga Kichue. Mechi ya kwanza draw, tumecheza 10. Ni Simba HQ. Mechi zote milioni 5 unatoa. Ikifika mechi kubwa na Yanga, group lile linachanga mpaka milioni 30, mpaka 25. Watu wanatoa baada ya 20,000 wanatoa 200,000, mwenye laki, tunafika. Na admin wakawa watu wangu. Nikamweka marehemu wa Shamwaji, dada yangu Somoe, na kuna watu wengine wakawa wanatusupport, lakini kuna wazini ambao focus kubwa, Somoe na wenzie, kina Molwiba pale, Benka yule, wafocus kubwa, wametunza amana za watu, wakafungua mpaka account. Kundi la Simba HQ ni sehemu ya alama ya utumishi wangu ambao leo unadhihakiwa. Akili yangu nilifanya kwa mapenzi makubwa klabu yangu. Hapo hayupo mfadhili yoyote. Juzi nimeona mahali imeandikwa mafanikio yanatajwa mpaka 2016-17. Na kombe lile linatajwa. Bahati mbaya tuulizi. Yule mkubwa akizungumza huwezi kuuliza, mbona wewe kuwepo, mbona kulikuwa kamati ya utendaji? Wala kuulizi, umekaa kimya. Akaa kimya tu, unaona sawa. Lakini ndio sawa. Kwa sababu hata msiouliza Watanzania sio wanaojua ukweli. Sababu bodi imeanza 2018. Lakini mpaka kombe la ligi kuu 2018 ile na tukabidhi Magufuli pale, limo katika mambo tuliyofanya makubwa. Cheka kweli. Sasa tumemaliza kwenye jambo hili la HQ, lakini niwaambie moja kazi walofanya HQ ilikuwa ni pamoja na kufanya sherehe hapa Serena. Mimi kwa maana masherehe yale ya Serena ya Simba tunaita wachezaji, tukimaliza Simba Day, wanaume wale wanachanga. Na mimi hapo na kamshahara kangu kala 700, sijawahi kukosa mchango. Sio tu kwamba nachanga kila mchango. Mwajiriwa na bado nachanga. Bonus sisi zinakwenda kwa wachezaji. Mimi simo sipati. Na hapa tunamshukuru mwenyekiti wa bodi, baada ya muda naye baada ya kuona ngoma imeshaingia ile. Siku moja nikapigiwa simu na Kasim Deuji akaambia na mwenyekiti, wakati ule sio mwenyekiti, anataka naye kusupport shilingi kwa shilingi. Nyie mkitoa milioni 5 kwenye HQ na yeye anaweka milioni 5. Mkichanga milioni 15, baadhi ya watu wakataka kupinga pale, nikamwambia jambo jema. Unajua wakati ndo mchakato. Kwa hiyo wakaona wewe anataka kutumia fursa kupata uwekezaji. Na mimi kwa sababu nilikuwa muumini wa transformation, mimi nilikuwa nafanya kazi huku naamini katika transformation.
Kwa nikaunga mkono, nikalobi, na mimi ni lobisti nzuri kweli. Wakakubali, tukaanza 5 tukitoa na wanapata 5. Alhamdulillah. Wakati mwingine zake ikitokea, lakini kusema kweli haki ya mtu apewe tu. Ameshiriki katika kuboost hilo jambo. Akili ya Haji Manara tukamaliza msimu 2016 17 18 wanakuja kina Boko na Muzamili alikuja 2016 17 wanakuja wanarudi tena Okwi pale, tushaanza kuchanganya sasa mambo yashaanza kidogo. Simba sasa na 2017 hali inaanza kuwa nzuri. SportPesa wameingia 2017 wameingia 2017 Julai pale, nadhani June ilikuwa mwezi wa Ramadhani, uwanja wa Taifa pale walifanya kitafrija cha kukabidhiana mkataba pale, na mimi ndio nilikuwa MC pale 2016 17 wakuja Kakaruka na Tarimba na nini kafashi. Kwa hiyo Simba ikaanza kurudi katika wastani wake, lakini bado HQ iliendelea. Na hata juzi hapa HQ pamoja na huu uwekezaji tunausema, juzi HQ wamechanga almost kama $9,000 hivi, kama milioni 20 kununua vifaa vya Simba vya mazoezi, hivyo vya magolikipa vimeshakabidhiwa, lakini HQ no appreciation. Yaani watu hawataka kujua kwamba HQ ndio imechanga, lakini imetolewa hela. Hakuna mtu anayesema. Tunaogopa ukisema tu umehujumu. Ndugu zangu, inafika mahali Simba tunakwenda kucheza. Mimi Simba tumeipigisha ndondo hii. Rais FF anamshukuru sana wallahi. Aliniruhusu ukiondoka na timu, anakabidhi timu, utajua mwenyewe. Wakati mwingine hela hamna. Maskini ya Mungu kina kaburu kupigia Simba, hadi nimekutumia 300, mpe Samu hapo wapige chakula. Mnakutumia 100,000, wakati mwingine hela haijapatikana. Naambia rais, nimepata ndondo Shinyanga. Nikapige Meatu, mimi nishapeka Simba Meatu, mchezo Meatu na kina Mgosi wale. Meatu vumbi na fraud. Naambia Salumbuzi nataka milioni 5 nipe nataka mechi. Nipate kuwarudisha wachezaji Dar es Salaam niwape posho. Napiga ndondo. Unafika Dodoma transit na wapigia wabunge. Jamani, hawa wachezaji nataka wapate posho angalau wakuje nyumbani. Wabunge wanajiorganize kwa Simba. Wa Yanga. Huyu Tony Mafunde mbunge wa Dodoma mjini. Fikiri yeye ni Yanga na watu wote wanajua. Lakini alikuwa mara kadhaa anatuandalia lunch pale. Na wanakuja kina mzee kakaangu Mkamia, juzi maskini Mkamia asema mimi hata simu yake ilikuwa sipokei wakati wa uchaguzi. Napokeaje mimi mwajiliwa? Sipokei simu ya mtu mimi katika uchaguzi. Lakini nisame kakaangu. Nilikuwa ni katika principle tu, mimi sipendi kuingilia chaguzi. Kwa hiyo nilikuwa siwezi kupokea simu ya mgombea, nitakuwa naingilia uchaguzi. Na baadaye uchaguzi utakuwa sio huru na haki. Lakini Mkamia wote wanashiriki, kina Zito tunakwenda wanapiga mpunga, wanachanga laki. Nakumbuka siku moja huyu mtoto Shabalala, Mwenyezi Mungu amjalie, tumemaliza mechi, nadhani tulikuwa tunakwenda Bukoba au Shinyanga sikumbuki. Tumepita Dodoma, tumemaliza wabunge wakachanga ikapatikana hela ya kuwapa msafara mzima $100,000 kasoro Haji. Unajua akasema nini? Lazima sisi wote tutoe tukufu. Nikakataa kata. Tunakaribia Nzega, akanifuata mbele. Akabana tumechanga sisi wote, tumepewa kila mmoja akatoa 10,000. Sasa nikamwambia mimi nitakuwa nimepata nyingi bwana, wewe ndio unaorganize. Akambia bwana nakuomba. Nikumbuka nilikuwa naonekana Dr. Gembe akanambia Haji, au utakuwatendea haki wachezaji. Hiyo ni shukrani yao. Sasa zilivyoanza neema, nirudi kwenye neema al-Maula wa neema al-Masri. Haji hafai. Haji baya. Safari za ndege wakati nishakata pori sana hayumo. Mlikuwa mkiniona mikoani ni kwa kujitegemea. Nawaambia nilipoifikisha klabu yangu mahali ambapo nikupata kamili. Yaani Simba inacheza, msemaji anayefanya promo anaiprotect, hakatiwi tiketi, hafai kwenda.
najitegemea nauli, najitegemea hoteli, najitegemea kula. Na baada ya pale press waandishi wanifuata mimi, nasema Simba kiboko, Simba hivi na pamba, lakini nimetoa hela mfukoni mwangu. Mpaka safari za nje ya nchi, safari za nje ya nchi tumekuwa hivi. Si mnaikumbuka ile mechi kwa mfano kama na Pambane, mechi ile nimefika, nilikuwa nakumbuka nimetoka zangu nje, napiga simu, jamani naenda. We bwana, jina lako Walimu kweli? Mie haya, nikawapigia wa travel agency wakanipa ticket. Kwa hiyo nimeshuka airport, nikawa nasubiria pale ndege niunganishe nikaenda zangu Swaziland. Nimefika South Africa usiku, niko na jamaa yetu mmoja wa HQ wetu Humphrey, tukatembea na gari kutoka Johannesburg mpaka Mbabane. Fikiri nimekata tiketi yangu naenda kwa ajili ya Simba, hoteli kule kunifanyia booking tu walishindwa. Nikalala kwenye makochi Simba na Mbabane, machozi yananilenga. Hivi mimi najitoa hivi timu yangu au nini? Yaani hawa watu wanaenda hisani. Siku ya mechi watu walikuwa wanaogopa sana Waswazi kwa fitna. Nani atakayebaki chumbani? Lazima baki mtu chumbani. Nimekaa siangalia ile mechi ndugu zangu. Tunaoshinda 4. Hafu ya kwanza yote nimekaa chumbani tunaongoza, hafu ya pili ya tatu. Sasa kuna mtu rafiki yangu anaitwa Hafidh yuko Dar es Salaam. Yeye ndo ananipa matokeo. Mimi niko Swazi lakini matokeo ananipa kwa Tanzania. Kishapiga ya pili. Maana kule chini kelele usisikii. Goli la tatu nikasema hotel ya habari bwana. Hawezi kutufunga 7. Bado narudi baada ya kiongozi mmoja akamba utakoe chini, nikamwambia tuheshimiane. Tuheshimiane. Janaleta huko nimekuja kwa gharama yangu ili tuheshimiane. Nilimtolea macho kabisa nikamwambia tuheshimiane. Akaingia magoli maskini ya Mungu. Mimi waspendi mtu anofanya mambo makubwa usitu. Huyu ni kiumbe wa pekee katika Simba. No matter what. Angalau alivyoingia yeye, sio yeye wanafanya kazi yote hii. Mapromo yote haya. Leo haji kwenye safari ya yumo. Kweli. Kabeka roho yangu haji apewe mkataba. Ikaingia. Maana mkataba haandiki, sio, naandika bodi ndio inaidhinisha. Sio naandika. Magoli yakaanza maskini ya Mungu kuhakikisha kwamba safari zile za Simba, na nadhani nilikwenda ile ya Kongo. Ile ya Nkana sina uhakika kama sikujilipia, nimesahau, sina kumbukumbu vizuri. Lakini ya Kongo tulokula goli 5. Lakini kurudi akaambia matumizi mabaya. Kwa safari ya Algeria na Soura sikwenda, na Al Ahly sikwenda. Fikia shatoka kufungwa na Al Ahly. Unakuja hapa kwenye mechi. Safari mie simu, nikafanya promo kama hakuna jambo. Kama sijafanywa kitu. Simba ikawa na utaratibu wa kutoa bonus, achana zile za HQ kwanza. Bonus za mechi tukishinda ubingwa. Zile promo zote mnazoziona, a single cent. Hata zile Simba Day, a single cent Simba hawajawahi kuniwekea wala kunipa. Wallahi juzi mpaka baadhi ya wasibu sema sasa haji anakwenda kuzunguka kwenye maidu fight promote. Hata kwa posho kwa nikamwambia bwana, hebu niacheni basi. Juzi kama wiki 2 nyuma ya mafuta. Kwa hiyo siku zote hizo zilikuwa hakuna. Najua sasa hivi wataangaika kutafuta receipt fake. Itafuta receipt fake utafungwa. Hawajawahi juzi ndio ameniwekea 200,000. Yaani mpaka kwa mbinde ya mafuta ambayo nakwenda kufanya promo kwa ajili ya Simba. Mafuta. Ndugu zangu, mafuta. Sisemi haya kwa sababu leo sipo Simba. Nataka kuunganisha muone kile kilichotokea mwisho kiliniumiza kiasi gani. Ndio maana ya kusema haya. Sipati bonus, sipati chochote, lakini mkataba sina. 6 years. Wanakuja watu, wanachukua mikataba, wafanya kazi, mimi sipati. Sina promotion. 700,000 hiyo imekaa imesimama kama mbuyu toka 2015. Sijajali. Si Simba yangu. Mimi naipenda hii klabu. Namwachia nani? Nani atakenda kupambana na watu sugu kama waandishi wa habari wa Tanzania wakiamua lao? Nikasema hapa mimi nikiondoka, kina Shafi kama nawaona.
Ndugu yangu Maulidi kama namuona atakapokuwa na tuboksi, kuna wakati nataka kutoka kwa sababu ya hizo pressures. Familia yako pia sasa wewe unajitolea hivi, unatukana, unadhalilishwa, hawakulipi, huna mshahara, una jambo ya nini? Na wakati huo alhamdulillah jina langu limekuwa kubwa. Makampuni nataka nikafanye masoko kwao ya mawasiliano ya product chungu mzima. Na offer napo kuna siku alitumia mama yangu Marco Lilobi wala ukampitia kwa mama yangu. Nataka mwanao bwana aje hapa tumpe nini mshahara huu, nini atalipia nyumba si nini. Mama aliaje na kuomba mwana. Naambia mama, sio kila pesa, sio kila kitu. Natekeleza kwanza mahaba yangu. Unajua mimi nilipokuwa mdogo nilikuwa naumia nikiona Simba vile ikionekana timu kama second club, na nilikuwa nalisema sana. Nilikuwa nataka Simba iwe giant kama Yanga na iwezekana kuizidi. Ndio maana nilikuwa nakuja na hamasa sana. Kwa nasema lazima nitekeleze kwa nilichokuwa na kinaniumiza. Nataka Simba iwe giant. Ndio iwe club kubwa nchini. Nikawa naamini uwekezaji ukija sasa tutaanza kubadilika. Na nisema ukweli, mwanzo Mohamed aliona dhamira yangu very cooperative. Tunakaa tukae siku mbili kupigana simu na mueleza bwana mpaka leo sina mkataba. Tutakupa ngoja tumalize mchakato, nikawa nasubiria tunakupa. Toka 2017 mpaka 18 sipewi, siongezeki. Bado safari najigharamia, namwambia Mohamed, inaendaje hii? Hebu sionieni huruma. Bwana tutaseti. Mabori yalijitahidi sana kusema kweli. Na 2017, 18, yeye 18, 19 tukafanikiwa kufika mpaka group stage, tukaenda Champions League. Akataka sio mimi tu, hata baadhi ya management staff wapewe bonus kwa sababu hawa wana mchango kuhakikisha timu imefika hapa. Timu sio wachezaji peke yake na makocha, hawa nao wana mchango mkubwa. Akawa anasema huyu Haji kama hizi kelele zote zopiga duo dai season 2 si nini na nini, watu wanajaa, anapambana na watu hata shingmia. Ikaingiliwa huko, ikatokea huko, ingiliwa huko, ikatokea huko, yakaishi. Na bahati mbaya kwamba bwana jamaa huyu bwana matumizi mabaya bwana, matumizi mabaya. Maskini kaka watu yule sijui kwa sababu gani, siwezi kusema. Lakini kwa hiari yake akaamua kubaki na kazi zake binafsi, ikabidi atafutwe msemaji. Na sio nini? Siombi, kaja Senzo. Wakati huo tayari bibi CEO yeye ndio msaidizi mkuu. Kazi za Simba hakuwa mwajiriwa wa Simba, lakini 90% anazifanya yeye za operations. Yeye ndio apangi kila safari yeye ndio. Ana wako watu watatu. Ile si watatu. Naweka akiba ya kesho. Akaingia Senzo kaingia 2019 tumemaliza dude lile la Simba Day. Maana ile ukiacha Simba Day ya 2020 hii ya 2019 kwangu mimi na hasa Simba Day ya 2019 ndio ilikuwa best. Tumemaliza sasa, Senzo amefika akaleta ofisi. Wakati huo bado hatuna ofisi rasmi, anatumia boardroom ya ofisi ya mwenyekiti wa Mohamed Enterprises. Senzo akaniambia bwana, mimi nimeambiwa moja kazi yangu ya kwanza hapa ni kukuondoa wewe ofisini. Watu wameniita walifanya interview nikufukuze. Kwa nini? Nikaambia nikufukuze tu, hakuna sababu yote, yani nisifanye kazi na wewe. Niambia ustadi sababu. Lakini mimi nimewakatalia. Na sababu za kuwakatalia ni hizi mbili. Sijafanya naye kazi, sijui tatizo lake na hajaniambia tatizo lake. Lakini la pili, huyu mbona mimi wakati niko South Africa ndio mtu pekee ukiacha wachezaji niliokuwa namjua Simba, ndio nilikuwa namsoma mitandaoni. Na nimeona ile dude la Simba Day support anaupata wa washabiki, nitamfukuzaje? Acheni nifanye naye kazi nimsome. Akafanya kazi na mimi kwa miezi miwili, baada ya nakumbuka alikuwa anaenda Mbeya.
Akanambia, Haji, hebu fikiria leo sinajua ningejuta mimi kukufukuza wewe kazi. Msaada mkubwa unaoipa klabu ya Simba, achana kunipa mimi kama mtendaji mkuu. Kwa hiyo tukajenga mahusiano makubwa, lakini kila siku Senzo analalamikia complaint yake. Uingiliwaji wa kazi zake na CEO kwa sasa. Every day hapokei, hata kwa simu zake hapokei. Sasa wakawa wanamtengenezea michongo, lazima tumuondoe Senzo kwa sababu hatekelezi. Walijua wamemleta ili atekeleze matakwa ya wakubwa. Senzo aligoma. Asema ni professional, nitatekeleza taratibu za kazi, sio matakwa yenu binafsi. Aligoma, na ndio sababu kubwa kuingiliwa majukumu yake. Kufanya hiki, mwajiri huyu mtoe huyu, Senzo anakataa. Fukuza huyu, achie huyu, Senzo anakataa. Huyu na Senzo alipoingia safari zile zikaanza. Toka ameanzia Magori, lakini Senzo ikawa permanent. Haji lazima awepo safari. Na klabu ilipie hoteli, ilipie kila kitu. Haji lazima. Na kwa mara nyingi tunasafiri mimi na Senzo. Na kwenda timu itarudia, unafika, kwenda kukutana na wachezaji. Kumbe wale wakubwa kule na waudhi ile. Bahati mbaya Senzo kwa sababu ya kukosa uvumilivu, unachomwa mpaka unakosa uvumilivu. Akapelekewa ofa na watani zetu, akaenda Yanga. Mimi niliumia, katika watu walilia. Yaani mkaona mtume nishakuisha hapa, next ni Haji. Nikajua hapa next ni Haji. Si mnakumbuka kama kuna wakati ilishatangazwa kuna mtu anakuja kwa msemaji Simba. Nakumbuka nilikuwa niko Egypt kwenye AFCON. Huko wakafanyisha watu interview. Mimi sipo. Wakanivisia nimeenda kwenye AFCON wakafanya interview. Tayari washatangaza. Sasa siku Mohamed akanipigia simu. Hebu Haji njoo bwana ofisini, nimshauri kwenye AFCON. Akamwambia, Haji, hii taarifa zimetoka wapi? Nikamwambia sijui. Tena bora ulioniita nikushukuru. Kwani wote sio CEO. Wale mimi Babra akaitwa. Imekuwaje issue yaje? Haji tunamuondoa, atabaki kuwa influencer wa mitandao. Tunamleta mtu mwingine. Mohamed akamwambia what? Akamwambia nini akili alifoka sana. Yaani unamuondoa kwa kigezo gani? Sitaki kusikia. Jambo hili. Sitaki kusikia. Ni vipi nini? Mohamed hapo mwanzo alikuwa kubali fitna. Hakubali, alikuwa kila kiambiwa bila. Hakubali kabisa. Sisi lazima useme ukweli. Ili kwa ile fitna haijakolea. Unajua kila kitu lazima kikolezwe. Kila ukimwambia ili Haji hivi, alafu kuna wakati Luzi ananiambia bwana, unajua watu wengi wa bodi waambia nikutoe, mimi nakataa. Ngambia sio watu wa bodi bwana, sema ananiambia mimi Babra na wao wawili. Ukisema watu wa bodi, wajumbe wa bodi wangapi? Mbele yake anamwambia usio wajumbe wa bodi. Hawa watu watatu hawa. Usiosingizie bodi. Bodi ni wakosea nini? Sijawahi kuonywa kwa barua, sijawahi kuonywa kwa mdomo, watakwambiaje nimtoe kwa kosa gani sasa? Tuache. Lakini baada ya kuondoka Senzo wakati huo sasa mimi nimeanza mkataba na Azam TV. Naunganisha ile doti ya kwanza nilosema umaarufu na biashara. Ndugu zangu, hili halihitaji mnyongeni. Hili linahitaji credit for Azam TV. Hatupo hapa kama bila Azam TV. I swear. Leo mpira umechangamka ligi ya Tanzania kwa sababu ya Azam TV. Nilirudia wakati nipo Simba na nasema sipo Simba. Live tulikuwa tunaipinga. Watu watakuwa waende mpirani. Nika prove wrong kwamba watu mpirani wataenda na live inaonyeshwa. Mbona Ulaya wanaenda mpirani na live? Azam TV wameinvest serious. Sio investment za ujanja. Wameweka pesa hasa. Huu mkataba wa juzi ambao utawapa kila klabu milioni 500, guys, brothers, ndugu zangu, nawaambia ukweli, ligi yetu mwaka huu kwa baadhi ya mambo yatakuwa yameshaisha. Milioni 500 klabu ya kutoka mkoani ndogo inapanda ligi kuu. Azam. Sasa nilipoanza biashara na Azam, kwanza kabla mimi unajua jamani, mnaweza mkaniona Haji mtata, lakini mimi muungwana katika eneo fulani, mimi muungwana.
Azam walinipa ofa ya kutangaza bidhaa zao. Nikasema mimi nafanya kazi Simba, ingawa kule sina mkataba, lakini kiungwana bora nimwambie Mohamed kama bwana mimi nitafanya kazi na Azam. Are you ready nifanye kazi ya kutangaza kwa sababu wewe ni mshindani wako wa kibiashara? Akaambia haiwezekani. Babra akaitwa Babra. Na safiri leo nakumbuka kwenda Abu Dhabi. Make sure ndani ya wiki unampa contract Haji Manara awe balozi wa bidhaa zetu. Ndugu zangu, miezi 6 Babra akinipokelea simu, nitakupigia call you back. I'll call you back. Miezi 6. Siku moja mama yangu aliambia niwe chizi. Yaani offer hii hapa mzigo mkubwa. Kwanza hata kuwauliza ulikuwa una haja. Wewe una mkataba nao? Wewe chizi. Ni kama mama. Naogopa kusiwe na jambo lolote conflict of interest. Na nikawa nawaambia viongozi wa Simba, baadhi ya wajumbe wa bodi, Senzo, CEO Senzo, hawa watu wanataka nini hawa? Nikaona nini bwana? Kachukua kalamu na karatasi, kataba ule nikamba nipeni. Nikaanza kuona nikiposti maji ya uhai, bwana mkubwa naye anaweka kunywa maji ya masafi. Nikiweka kunywa Azam Energy, bwana mkubwa naye anaweka kunywa ndani ya posti yangu kwa kutumia page yake. Siku moja nikamtolea uvivu, nikamwambia sikiza bwana, nini mwapa ofa nini ya kwanza mmeshindwa? Nini unanifanyia fujo? Si umeshindwa hao, sio umetoa mzigo. Hao umeweka hela, na hela ndefu. Sio hela ya kitoto, hela waloweka hawa ndefu. Mimi nataka kuona huo mkataba wako, nione mimi nataka kuubiti. Jamaa wengine wa Simba wakanishauri, baadhi ya viongozi, Haji bwana, kana Mohamed mmalize. Nikawapigia wakurugenzi wa Azam. Wallahi sijawahi kuna watu waungwana wanaowazidi wale watu. Hebu fikiri. Nikamwambia jamani, mimi Mohamed ataka mkataba uone ili ya terminate mkataba wetu na Azam. Na niruhusu na make sure sio kwamba mimi ndo nafanya Azam uuze bidhaa zao, wala sio Asas, wala sio GSM wanaotajwa. Hakuna kampuni yoyote bila mimi eti ndio ifanye biashara. Hawa walikuwepo kabla yangu. Mimi kwangu mimi naona kama wananisaidia tu. Sawa, nafanya ubalozi, lakini hivi Baresa anamhitaji Haji Manara kuuza uhai? Kweli mwake humo. Hao wanahitaji Haji Manara Azam TV watu wanaodingamuzi. Tuna mchango wetu kidogo kabla lakini sisi ndio tuna, yani hao wanatusaidia, maskini ya Mungu. Asas wanahitaji kuuza maziwa kwa sababu ya Haji. Kwanza Asas wategemea maziwa. Wanatusaidia tu Haji, ile mtu system Nyerere, chukua ile riski na jiangalau mka. Sio kwamba bila wao, no. Au ghalibu GSM kutangaza mashuka au makochi, kweli anamhitaji Haji. Wapi jamani? Basi walivyoruhusu watu wa Azam nikapeleka mkataba. Sikilizeni kwa makini sana. Sikilizeni kwa makini sana. Na Babra yupo. Akausoma ule mkataba, ulikuwa na clause moja. Ili uterminate ule mkataba ni lazima ulipe milioni 350. Shughuli ikaanzia hapo. Itabidi ubaki nao mkataba, ngambia kubaki nao hapana. Wewe tajiri, mwenyekiti na kuheshimu, lakini huu umetaka uone, unaambia uondoke nao. Kwa hiyo hapa uondoke nao. Ofisini kwake namwambia fawahisha. Macho kwa macho naambia huu uondoke nao. I'm sorry brother. With due respect na pesa zako, lakini hii ni mali yangu. Nakupenda mwenyekiti wangu wa Kenya. Sasa tufanyeje? Issue mkataba sasa ya bwana Hanspop ulipoanzia hapo. Wakaambia Babra, hebu tayarisha mkataba. Hapo miaka 6 nimefanya bila mkataba. Sasa baada ya kuanza biashara na Azam wakafikiria sasa kunipa mkataba. Mkataba wa kwanza nikaitwa tena kwa Mo, nikaukataa. Ulikuwa na clause unaonitaka sio kwanza milioni 4. Ana mkubwa yule nadhani utu uzima, kuna wakati mtu mzima unamsama. Mkataba clause yake nataka 3 milioni.
lakini bila kufanya kazi na kampuni yoyote zaidi ya Mohamed Enterprises. Can you imagine? Nikaambia what? Nakumbuka ilikuwa Ijumaa, nimepiga kanzu nyeupe maridadi, nikamwambia hivi, nyinyi mnanijua, mnanisikia. Yaani mimi sasa ni contract ya milioni 3 na lazima nifanye na Mohamed Dewji. Mimi nimeajiriwa Mohamed Dewji, nimeajiriwa Simba ni. Nikaambia msiniletee hizi vitu hivi bwana. Basi baba karekebisha. Mwezi wa pili nadhani wakarekebisha. Akanita ofisini siku ya baba. Unajua una close gani? Sasa hivi hautaji Mohamed Enterprises. Lakini siruhusiwi kufanya huo wa milioni 3. Mkataba wa miaka 2. Siruhusiwi kufanya tangazo na kampuni yoyote mshindani wa bidhaa ambazo zinaidhamini Simba. Nikiwemo manake mo Coca-Cola, mo ukwaju, mo ubuyu, mo ziko kama 70 kwenye jezi. Zote zile siruhusi ambazo Azam ndio anatangaza. Maana mimi nilivyojua main sponsor SportPesa ndio ni naona makampuni mimi mshoko natangaza kampuni nyingine ya beti. Maana mimi nilikuwa natangaza bidhaa za SportPesa. Nilivyomalizana nao naona mimi natangaza kampuni za beti na ofa kubwa nyingi sana za beti. Nyingi. Ndio Flair yule yuko kwenye kampuni moja ya betting, ananiita kila siku. Rafiki yangu Diamond ana kampuni ya betting. Nakataa, naambia mimi kuna main sponsor hapo hapa. Nitawezaje hata kama hawa Simba sina mkataba nao, lakini kwa kuheshimu tu uwepo wangu Simba, hata kama sina mkataba, maana ningeweza kusaini namna kuniuliza. Sababu mimi sina contract na Simba. Lakini nikasema nikamwambia Mo, mwambie, nikamwambia baba, mwambie Mo, na sign hata leo aondoe hiyo clause. Kwa sababu kama mngekuwa mnaweza, mngewalipa Azam milioni 300 sijui. Alafu tuanze sasa kujadiliana kuhusu mishahara. Ndio namna ya kuvunja mkataba. Lakini sio mji hapa mnipe mkataba wenye thamani ya milioni 3. Alafu unanizuia kufanya matangazo na kampuni nyingine. Milioni hizo za biashara mimi. Sasa hapo Mo akaanza kubadilika. Shekhe. Mo akaanza sasa hapo sasa. Kwamba huyu kumbe inabidi sasa yule Diamond sio vizuri kumtaja hii, lakini nataka nionyeshe tu wa Tanzania namna changamoto tulizopitia. Ilikuwa bado kama siku 2 Diamond yuko studio ana rekodi nyimbo ya Simba. Mimi nipigiwa simu na mmoja wa manager wake, rafiki yangu, twende tukapige porojo. Bahati mbaya tukawa tunakula, ikapigwa simu na CEO. Kwa hiyo kabla lazima iwe loudspeaker pale. Samahani sana brothers, lakini ilibidi lazima niseme. Akapiga simu bibi. Vipi nyimbo? Akamba nyimbo iko sawa. Diamond yuko studio. Hebu mpigie hapo nitaka nizungumze naye. Yaani unganishe conference call. Akaunganishwa mwanamume, akapokea simu. Diamond sija kutamka ile mahali, hata leo yeye atakuwa surprise. Hajui wakati huo Diamond kama niko pale, wala alopiga simu Babra hajui kama mimi niko pale. Bahati sasa kwa anashindwa kuitoa ile loudspeaker. Hakukusudia, imetokea tu. Mungu alipokuwa anataka kuumbua. Nasibu, sikiza Diamond bwana. Nyimbo yote utakayoitunga hakikisha kwamba mtu mmoja tu anaruhusiwa kutajwa jina lake. Mo ndo katiba ya Simba inavyosema. Anadanganya sababu unajua Diamond anajua mpira. Kwa anaambia katiba ya Simba hairuhusiwi mtu yoyote kutajwa jina. Diamond kamba hela yenu njooni mchukue. Msinipangie cha kufanya. Ubali alisema hivi. Yule kijana mwenyezi pale nilitengeneza kitu kwa Diamond. Nikasema mtu ananihami kiasi hata hajui kama mimi nipo. Yaani sio kwamba anajua, anaambia chukueni hela yenu sifanye show. Msinipangie nani wa kumweka nani. Sio kazi yenu. Hatukuongelea mpaka leo, ndo nalitaja leo pia. Hebu imagine watu washafikia roho mbaya ya hadi kuzuia jina langu kutajwa kwenye nyimbo ya Nasibu. Nasibu nimemshawishi Ulaya kutwa Nasibu na wakauje Simba Day. Ana bwana itawagawa washabiki. Nasibu alipotaka mpira. Hataki. Mtawagawa washabiki ambao ugawe nini wewe, mbona nani PDD anapenda Arsenal? Mbona huyu anapenda hiki? Nikamjaza mpaka sasa anapenda mpira. Na mpaka leo hajui chochote kuhusu mpira. Juzi ananiuliza, "Mbona ule kichue la Chelsea ikaona la?" Ona la haula. Lakini sio wao tu, wasanii wengi.
wasanii wengi. Nilikwenda siku moja na dada yangu Hamisa, hata ilibidi ni rafiki zangu wale niwatie katika mpira, waniongezee kuboost hamasa. Nilikuwa naalika wasanii, sio nilikuwa naalika nyumbani kwangu. Kumbe mimi na langu, tunakula pamoja, tunakunywa, ili waje Simba, ili hao nisaidie, sababu wana fans wao. Na kweli wamenisaidia. Hamisa tunakwenda na mpirani siku ya kwanza. Jamani, nimekaa naye uwanjani, nilipata tabu, nilijuta. Hiyo kona ndio nini? Maana nasikia kona. Hiyo bila kushwa mbona sielewi. Lakini mimi lengo langu sio Hamisa tu. Hamisa anisaidie kuvuta fans wake. Zangu leo mengine nitaweka akiba, lakini itoshe kusema baada ya kushindwa mimi kukubaliana na mkataba wao, visa vikazidi. Every day Barbara ananitumia message za kuniprovoke. Akinipigia simu ataniambia jambo hili, ataniambia hivi. Siku nyingine anachukua picha zangu, hata kama zamani nimekaa na Ghalibu pale napiga story, wanazungumza, anatuhujumu. Angalia za Simba. Imeenda. Ndugu zangu, ilifika mahali, niwapeni mfano mdogo. Mechi ya Simba na Yanga juzi, tuliofungwa goli na Shabani nani anaitwa Zawadi Mawili tarehe 3 Julai. Wote mnafahamu promo alofanya. Siku ya mechi, kesho mechi, nikapiga simu naomba ticket. Kwanza nielewe, nawaambia leo kitu kimoja. Mimi mechi nyingi zinazoziona za Simba, wakati mwingine nakupa tiketi 2, 3 kwa ajili ya kuwapa wasanii. Mechi ya Simba na Yanga juzi naomba nikapewa tiketi ya 10. Utapata yako. Nikama promo nafanya nini? Hizi tickets sitaki kuuza, mimi sina njaa. Nataka niwape hawa wasanii ambao wananisaidia ku hype mechi. Nikakataliwa. Nikaambiwa nitapewa tiketi yangu. Baba akanikatalia kata. Na message ninazo. Nasubiri akanushe tu, siku moja nitakuwa naachia data moja baada ya moja. Leo nasema, lakini sasa baadaye nitakuwa naachia nondo zote. Conversation zote. Kilichotokea, akaninyima tiketi hata yangu mwenyewe. Mimi sikuja mechi Yanga na Simba. Promo yote ndugu zangu nimeangalia kwenye TV. Inaweza kufikiri chuki ya kiasi gani nafikiri. Mechi ambazo mimi nafanya promo na hangaika, Yanga anatoka. Mechi imeisha, matusi yalitokana nani? Nchi nzima. Alitokana Mo. Si haji, nchi imenielewa, ni mechi iliyofungwa ni pale kumu. Maana nikajua tena kiama. Lakini nikanyanyuka, nikawapa nguvu washabiki, nikaambia Simba tuna lose pamoja, tunashinda pamoja. Vitu vingi, visa vingi. Kwa hiyo nimueleza haya, muelewe kilichotokea kabla kuelekea mechi ya Kigoma. Nadhani ndio story kubwa. Jioni namaliza saa 12 jioni. Unajua Eid hii inaitwa Eid al-Adha. Eid al-Adha. Eid hii ni Eid ya kuchinja, ina sunna ya kuchinja. Kwa hiyo nikamwambia jamaa waniletee mbuzi nipate kutimiza takwa la sunna. Nikachinja nyumbani kwangu magharibi, nikatoka. Kawaida ya sadaka ile ya nyama mara nyingi tumesuniwa unawapa majirani wala uko na uwezo mdogo, unatoa mchele. Na kwa hiyo jioni mimi na driver wangu nikamwambia twende kwetu Kariakoo. Kwa nini nikawa napita kijumba hiki. Unajua tena ndo sisi ndo ufahari wetu watu wa Kariakoo ni kujuana na saa 3:30 baba ananipigia simu. Halo. Kwa nini? Na maswali mengi. Naomba uko posta, uko kwa gari. Mimi niko Kariakoo. Au uongo naomba uko posta. Wewe unatuhujumu wewe. Sasa niko na nyumbani kwa watu, kwa wazee. Nikaona sikutaka, nikamwambia hewa Allah, shukrani. Nikakata. Nikasema utaniharibia mood yangu siku. Huyo ataniharibia mood. Nisimweke paumbele. Nikajua hata sijamwatike chochote kingine. Nikauza nyumbani sijamjibu. Hata mke wangu sijamwambia, nikalala. Asubuhi naamka na vaa kanzu najiandaa kwenda kuswali Eid. Nikasema vyovyote itakavyokuwa. Kwanza nikaona simu yake. Nikasipokea. Akanitumia message. Haji unatuhujumu.
jana umetoka zako Posta na Ghalibu mmeenda Kigamboni kwenye kempi ya Yanga. Sasa ndugu zangu, nikafikiria adhabu yote ninayopata, maudhi yote ninayopata, hawa watu sina mkataba nao, hawa watu hawaniheshimu, majungu yote wananifanyia na vumilia, leo tena napewa jungu jipya la kuhujumu. Of all the people, mimi Simba, mimi haya na hujumu vipi? Naenda kempi ya Yanga, ukishaenda kempi ya Yanga na hujumu vipi? Na waita kina Feitoto na waambiaje? Kina Mukoko na waambiaje? Yaani takili tu ya kawaida. Okay, na hujumu kwa kwenda kwenye kempi ya Yanga. Na kama ningeenda kempi ya Simba, sasa kempi ya Yanga na hujumu vipi? Yaani nawaambia chezeni kwa hamasa kina Feitoto, chezeni Simba manake. Lakini na hujumu vipi? Ili jamani, kwani nilipata hasira. Inawezekana nilituma ile voice note, lakini muelewe haikuja kwa bahati mbaya. Miaka 6 nimueleza hapa kwa ufupi tu chanzo, yani ile ghadhabu mlioipata. Ifikirieni nani katika wewe nyinyi angevumilia hizo adhabu zote? Bado mnaenda kunisingizia na hujumu. Pamoja na maudhi yote hayo, mnaenda kusema na hujumu Simba. Ningehujumu wakati wa manji, tuna njaa. Misebe alhamdulillah. Na hujumu vipi klabu hii? Bei gani watanipa? Alafu mimi nikaongea na chama au niongee na nani kuhujumu kwa? Chuki zote mlizonifanyia, maudhi yote, ila kuhujumu nilishindwa ndugu zangu kuvumilia. Wana Simba mnielewe. Maana wengine waliandika kwa nini umetoa voice note siku ya kuelekea karibia mechi? Haikuwa dhamira yangu. Na mimi sikuitoa. Na angalia wako smart. Ile nimemrushia asubuhi saa 1. Wakaiachia jioni. Wamefanya kusudi kunigombanisha na wana Simba. Kusudi. Waliniprovoke, na katika situation ile nikasema bwana basi kama ishavuja, lakini mimi nia yangu yani ilikuwa hamna namna. Nisha struggle hapo miaka 6 kwa jasho jingi. Halafu sina contract. Unajua kitu kinachokera? Hakuna contract ya Simba na mimi. 6 years. Serikali ipo, wananisikia, vyama vya kutetea haki za waajiriwa wananisikia, wataona namna gani ya kupata haki zangu. Mmenitumikisha bila contract, mshahara uongezeke, mnanidhulumu, mnanihujumu. Makani hujumu mmefanyia. Asubuhi Mohamed akanipigia simu, njoo nikaenda ofisini. Kanieleza sasa hapa likaja issue ya mkataba wa Azam na Simba. Bwana ngoja nimalizie hili sakata la hujuma. Mohamed akamwita askari ambaye sijui ni mlinzi wake, sijui Allahu aalam, sitaki nimuingize katika mtihani. Tuonyeshe haji namna gani ana hujumu. Yule bwana akatoa simu yake akaanaonyesha nimeandikwa jina langu pale. Saa 3 usiku ulionekana ulisomeka mnara wa Posta, saa 5 ulisomeka mnara wa Vijibweni. Wakati wa saa 5 mnara wa Vijibweni mimi nimelala niko chini na Naida. Nikamwambia sasa akili tu karibu kule niangalie tarehe. Maana ukifanya hivi unafanya. Nimeshika simu. Nikamwambia mbona hii tarehe 7? Unajua hapo wakanipora ile simu. Nikamwambia look guys, hii sinema mmenichezea. Na kisa ni mkataba wa Azam. Mmenitafutia sinema mpya ya kwamba na hujumu. Hamna jambo la hujuma. Mbona tarehe 7? Leta hiyo simu hataki. Lakini kama ulionekana uko Temeke, akanibadilishia. Nikamwambia sikuwa Temeke mimi. Akamwambia sasa hapa haiwezekani. Maana yake muombe sasa kachama. Alafu nimeona na namba nyingine pale za watu wa Simba wote nao wanafuatiliwa. Lakini nikamuuliza Mohamed, wewe ni nani? Ni polisi? Ni cybercrime? Ni kitengo cha usalama? Jeshini ya polisi? Rights za kuwapekua kudukua mitandao ya watu unaipata wapi? Nani kakupa authority hiyo? Kwa sababu una pesa, nimwambia. Nilichachamaa kweli. Nikamwambia unadhulumu watu, unatumia pesa zako kudhulumu. Umepata wapi haki za kumdukua mimi? Unawezaje kufanya hivyo, kumpeleza mtu kwa alafu kwa uongo?
kweli mimi na kibanda changu Kigamboni. Kwa hiyo mara kwa mara nakijenga kule na kwenda Kigamboni. Wakwe zangu wanakaa Kigamboni. Yaani mimi kwenda Kigamboni siku hizi ni kama vile shehe na msikitini. Sasa wakwe zangu wako kule. Na mji wangu na utengeneza. Kwa hiyo haikuwa kwamba ilikuwa tarehe 7 mara ya mwisho. Lakini nikaanza hata kama ningekuwa kweli nimeonekana posta hiyo siku. Nini nani kawapa rights hizo? Sasa yule afande pale akastuka pale. Sijui watafanyaje. Na sio mimi, wanawadukua watu wengi. Wewe unaona simu nyingi pale. Serikali naomba ilinde. Akani jamani rofa. Nikatoka hapa akanikuta. Mimi na usema ukweli ulio hadhari. Haki za kumdukua mtu nani katoa? Kaondoka Hashimbaga kaondoka Duku. Kwanza yule Senzo aliambiwa atahujumu. Akaja Hashimbaga. Tulifika wafanyakazi kama 15 hivi au 16 wakati wa Senzo na Magori. Nadhani 9 ama 10, mimi nadhani mtu wa 10. Baba akatuondoa wote. Ameanza Hashimbaga akaeko ndani. Mimi watatafuta sababu ya kuniweka ndani. Ni mtasikia tutatafuta. Lakini Mungu yupo na serikali ipo. Hawawezi. Kuna Allah jalla shanu na serikali chini ya Mama Samia. Hawezi kubali. Haki haiwezi kudhulumiwa. Nimetoka pale akafukuzwa Hashimbaga kwa ndani kaambiwa ameiba mafaili. Akaja kijana mmoja anaitwa Jacob, namfahamu, alikuwa msaidizi wangu kwenye press zangu. Huyu nilifanya naye kazi kwa muda mrefu, baadaye Senzo akampa mkataba. Hata hebu fikia hata walokuja baada yangu, personal assistant wangu, bodi iliridhia tu mkataba, lakini sio hadi. Atakuwa mkubwa kuliko Simba. Jacob alifika nani akaambiwa naye na ujumu, yawa. Yule Chiko na manager wakafukuzwa. Chiko akarudishwa baadaye. Manager baada ya kuona huyu atatudai hela nyingi, huyu mjanja huyu. Huyu mjanja tumemfukuza wakamrudisha. Wanne. George, director of marketing. Mtu anayejua kazi yake. Alikuwa akileta makampuni ya biashara pale Simba hawataki. Yadhamini Simba hawataki. Wakamsingizia eti kamtukana mwenyekiti. Kafukuzwa. 5. Babra huyo, mtu wangapi? 5. Kuna mzee anaitwa Mzee Matari. Toka mimi nakuwa yuko Simba. Kama mlikuwa mnaanza zamani pale Msimbazi, yule Mzee Matari anavaa suti hivi. Akosi kuvaa suti. Nyanyu, yule mzee ana miaka zaidi ya 30 Simba. Hayupo. Chakalibe hayupo. Hajanyuliwa. Haya, Kashembe. Yeye ndio founder, ndio mwandishi. Alikuwa katibu kwenye kamati ile ya tenda, ametengeneza mambo mengi kwa ajili ya transformation. Naye kaambwa ana ujumu. Yalla. Kuna watu wawili wengine, kuna binti mmoja anaitwa Rizka maskini ya Mungu akonaka. Maka kila siku apigwe majungu huyo, sasa hivi nasikia yuko Serengeti, yuko Tibiela, anakuwa nchi. Juzi mwanasheria wetu mmoja anayeona na huyo mwanasheria anaitwa Michael Mina ndio alofanya kila kitu. Ndio mwandishi wa sheria wa mkataba. Anajua vitu vingi. Siku moja tutafuteni atakuelezeni mambo. Naye Nyanyu 9 ni wa 10. Wote sasa tuna ujumu. Babra ndio wasafi. Kweli inaingia kilimo. Yaani wote katika pinchi. Sababu Babra alifika mwaka toka mja Simba. Wote hao wabaya, wewe ndio mzuri. Wewe peke yako Babra ndio clean. Wewe peke yako. Hai. Kaja sakata la ndugu zangu hasa. Nikamwambia Mohamed unatukosea wana Simba. Yanga wamesign deal ya 2.4 billion. Wewe ile ilizungumza juzi mlisikia na wewe niulizia ndugu yangu. Alisema atatoa hela. Ni hivi. Mwezi wa kwanza mwaka huu Simba tarehe 5 mkataba nao. Simba kupitia CEO Babra wamesign na Azam mkataba utoisha msimu 2022-2023 wa shilingi